Karibu tena mtazamaji, na sasa ni wasaa wa habari za biashara. Wajasiriamali kutoka Tanzania wameelezea furaha yao kwa kushiriki maonyesho ya 25 ya wajasiriamali wadogo na wakati wa Jumuiya ya Afrika Mashariki maarufu kama Nguvu Kazi yanayofanyika jijini Nairobi nchini Kenya. Akizungumza kwenye maonyesho hayo, mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya wajasiriamali wadogo na wakati Jumuiya ya Afrika Mashariki upande wa Tanzania CISO Tanzania, Josephat Luimamu, amesema serikali imeendelea kuratibu ushiriki wa wajasiriamali wadogo na wakati katika maonyesho mbalimbali kwa lengo la kutangaza biashara za Kitanzania nje ya mipaka ya Tanzania. Maonyesho ya 25 ya wajasiriamali wadogo na wakati wa Jumuiya ya Afrika Mashariki yanayoongozwa na kauli mbiu isemayo miaka 25 ya ujumuishaji wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, kuendeleza ubunifu na minyororo ya thamani ya kikanda kwa biashara ndogo na za kati shindani kuelekea maendeleo endelevu. Tunashukuru serikali yetu imetuwezesha kuja na wajasiriamali pamoja na mizigo, na tulipangia taratibu moja nzuri sana. Kabla ya kuondoka tuhakikisha kwamba tunakuwa na mizani ya kupima mzigo ili ningae na kilo tulizokubaliana, na kuhakikisha kila mjasiriamali vile ameandikisha mzigo wake kwa namba yake. Na tulikuwa na vibali ambavyo vinatakiwa kuwa navyo. Tulikuwa na barua kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki inayoturuhusu kupita mipakani sio kuwa na mambo ya kodi, lakini tumeweza kukilia kila kitu. Sasa hivi tuko Nairobi, tunaendelea na shughuli zetu. Tunashukuru sana serikali yetu. Kipekee ni kuishukuru serikali ya Tanzania na ofisi ya Waziri Mkuu kwa kututambua wajasiriamali na kutupa fursa muhimu ya kuja katika maonyesho haya. Tumefika katika maonyesho haya lengo kuu likiwa ni kujifunza, lakini pia kuweza kutangaza bidhaa zetu na kazi zetu tunazozifanya kama wajasiriamali kutoka nchini Tanzania. Tunatoa shukrani kubwa sana kwa mama yetu huyu Samia Suluhu Hassan kutujalia hivi, kwa sababu kwanza itatuwezesha sisi kama wajasiriamali kuweza kupata networking kupitia nchi tofauti tofauti within Eastern Africa. Pia jambo jingine, tunaweza kupata networking kuweza kukuza biashara zetu zaidi kujulikana. Mkoa wa Mara umepokea jozi 34 za umwagiliaji zenye thamani ya shilingi milioni 468 kutoka Wizara ya Kilimo kwa ajili ya vikundi vya wakulima 21 vyenye wakulima 368 kutoka katika halmashauri ya wilaya ya Musoma, Rorya na manispaa ya Musoma mkoani Mara. Tupate taarifa zaidi. Akipokea vifaa hivyo, katibu tawala mkoa wa Mara Gerald Kusaya amesema matarajio ya serikali ni kuwa na wakulima na wananchi wanakuza uchumi wao kupitia sekta ya kilimo. Hivyo ndio maana serikali imewezesha vifaa hivyo. Zitagawanywa kwa vikundi 21 vya wakulima wadogo vyenye jumla ya wakulima 368 kutoka katika halmashauri zetu za Musoma na pia kutoka manispaa ya Musoma pamoja na halmashauri ya Rorya. Wahakikisha ya kwamba vifaa hivi vinatunzwa na kutumika ipasavyo ili viwe endelevu. Nia ya serikali ni kuhakikisha ya kwamba hivi vifaa vinatumika uwe na uendelevu, katika maana ya kwamba visiende vikatumika vibaya vikaishia baadaye kupata hasara. Na pia maafisa ugani wahakikishe wanapima afya ya udongo kwenye maeneo ya mradi ili kubaini na kushauri wakulima wa mazao yanayostahili kuzalishwa katika maeneo hayo. Awali akizungumza wakati wa ukabidhi vifaa hivyo kwa niaba ya katibu mkuu Wizara ya Kilimo, Nyamaganga Taraba amesema vifaa hivyo ni mwendelezo wa utoaji wa vifaa hivyo kwa nchi nzima, huku wakulima nao hawakusita kupongeza hatua hiyo. Vikafanye kazi ile iliyolengwa. Kwa hiyo vikundi vikaonekane, lakini pia tija ikaonekane. Yule atakayepewa na yeye ajue ana jukumu la kutunza hivi vifaa, kwa sababu vimenunuliwa kwa fedha ya kodi ya Mtanzania. Kwa hiyo ni waombe wananchi walioko hapa vifaa hivi tukavitumie vizuri. Changamoto kubwa ilikuwa ni vifaa vya umwagiliaji. Maana unakuta unalima eneo dogo, kwa sababu uwezo wa mashine ulionayo unaweza kusukuma eneo dogo la maji. Na imani mavuno yataongezeka, lakini pia tutapunguza gharama za vibarua. Walikuwa wanapata kazi kubwa sana kubeba ile mipira. Sana kwa kupata mashine, kwa sababu tulikuwa tunapata tabu ya kubeba vindoo
Sasa tunamshukuru mheshimiwa kwa kututua ndoo. Kutoka hapa mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Kutokana na jitihada zinazofanywa na serikali ili kukuza sekta ya utalii hapa nchini, mkoa wa Tanga utaanza maboresho ya uwanja wa ndege mdogo uliopo eneo la Mombo katika wilaya ya Korogwe kwa ajili ya kurahisisha utalii kufika kwa haraka kwenye wilaya za mkoa huo. Raya Kipingu ana taarifa zaidi. Ni ziara ya mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Dr. Bathilda Buriani ambaye anazungumzia mpango wa kuongeza ufanisi kwenye sekta ya utalii. Ili watalii waweze kuja kwa wingi ni lazima waweze kupata uwanja wa ndege. Kwani na ndege ambayo inatua ambapo kwa kwetu sisi Mombo dakika 25 unafika Arusha. Dakika 25 unafika Zanzibar. Kwa hivyo na hata Dar es Salaam sio mbali. Kwa hivyo itatusaidia sana kuleta wageni. Na tulikuwa tuna wamiliki wa mahoteli ya kule Lushoto na wenyewe tulikuwa nao pale kukagua, na wasimamizi wa viwanja vya ndege. Tumekubaliana kwamba sasa jitihada zote zifanyike ili mwanzoni mwakani ndege zianze kutua abiria pale ambao watakuwa wanakuja katika vivutio vyetu mbalimbali viko katika mkoa wetu wa Tanga, lakini katika wilaya yetu ya Korogwe na wilaya ya Lushoto. Awali, mkuu wa wilaya ya Korogwe William Mwakilema akaeleza umuhimu wa uwanja wa ndege wa Mombo ambao umekaa kimkakati. Tutatumia fursa ya uwepo wa uwanja wa Mombo ili kuweza kufanikisha ujio wa watalii ambao watatumia muda mfupi sana kutoka katika maeneo mbalimbali Serengeti, Tarangire na hifadhi zingine kuja Mombo, lakini kwenda Lushoto kwenye mapumziko na hatimaye kwenda maeneo mengine Dar es Salaam, Zanzibar na Tanga mjini. Aidha kwenda kuona wanyama na vivutio mbalimbali katika hifadhi ya Sadani. Kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel 10. Naam, taarifa hiyo ya Raya Kipingu ndivyo ambavyo inatamatisha mkusanyiko wa habari za biashara. Na mtazamaji, tuende mapumziko mafupi, tukirejea ni wasaa wa habari za michezo pamoja na burudani. Utaungana naye Esther Mtebe.